Asante. Taarifa zilizotufikia kutoka katika nchi ya Kenya zinaeleza kwamba Raila Odinga amefariki dunia akiwa kwenye matibabu huko nchini India. Tutazame wasifu wa kiongozi huyu wa upinzani katika nchi ya Kenya. Raila Omolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 magharibi mwa Kenya katika mkoa wa Nyanza. Bwana Odinga anayejulikana kwa wafuasi wake kama Agwambo, kwa kimaanisha kwamba mwenyekiti au mtu wa kushangaza kwa lugha yake asili ya Dholuo, ni kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM. Ni kawaida kuwasikia wafuasi wake pia wakimuita baba. Aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu wa kwanza wa Kenya, wadhifa ulioundwa kufuatia mkataba wa kitaifa uliofikiwa kumaliza ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 na 2008, ambapo aligawana mamlaka na Rais Mwai Kibaki. Bwana Odinga mwenye umri wa miaka 80 sasa mpaka nafariki, amekuwa miongoni mwa viongozi watano wanaojiita Pentagon, ambao wanaongoza muungano wa umoja wa vyama vya upinzani National Super Alliance NASA. Kwenye muungano huo alishirikiana na Bwana Kalonzo Musyoka, makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement ODM, Bwana Musalia Mudavadi, makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha Amani National Congress ANC, Bwana Moses Wetangula, kiongozi wa chama cha Forum for Restoration of Democracy Kenya FORD Kenya, na Bwana Isaac Ruto, kiongozi wa chama cha mashinani CCM. Raila Odinga atandikwa bakora kama hayati babake Jaramogi Oginga Odinga. Raila aliishi kukamatwa na kuachiliwa mara kwa mara tangu mwaka 1982 hadi mwaka 1991 kwa harakati zake za kupigania mageuzi wakati wa muhula wa pili wa utawala wa Rais Daniel Arap Moi. Kufuatia kuidhinishwa kwa katiba mpya mwezi Agosti mwaka 2010, amekuwa akisema kwenye kampeni zake kuwa nia yake ni kuleta mageuzi ya kisiasa na pia kumaliza ufisadi. Bwana Odinga ni mwanasiasa anayesifika sana kwa ushawishi wake kisiasa, na amekuwa katika mstari wa mbele kuunda vyama vya miungano na wanasiasa ambao ni maasimu wake. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 ambapo Raila alishikilia nafasi ya 3 kufuatia kuundwa kwa muungano wa chama chake NDP na chama cha rais wa zamani Daniel Moi KANU, aliteuliwa kama waziri wa kawi katika serikali ya muhula wa mwisho wa Moi. Mwaka 2002, baada ya Moi kumuunga mkono Uhuru Kenyatta kama mrithi wake, Raila na maafisa wengine wa KANU akiwemo Kalonzo Musyoka na wafuasi wengine walipinga uungwaji mkono wa Kenyatta kugombea urais. Waliungana na kiongozi wa upinzani Mwai Kibaki na kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NAS, ambao baadaye ulishinda uchaguzi wa mwaka 2006. Raila aliungana na Rais Mwai Kibaki kuunda serikali ya muungano wa NAS baada ya kumondoa mamlakani Rais mstaafu Daniel Arap Moi. Odinga. Magufuli ataifaa Tanzania. Mwaka 2005 aliungana na Uhuru Kenyatta aliyekuwa kama kiongozi rasmi wa upinzani ili kushinda kura ya maoni kuhusu rasimu ya katiba chini ya serikali ya Rais Moi. Rais Kibaki. Wakati Kibaki alipomfuta kazi na washirika wake, aliunda chama cha ODM ambacho kilipiga kura ya la dhidi ya rasimu ya katiba mpya ambayo ilishindwa mwaka 2005.
aliongoza kampeni mwaka 2007 na kwa shingo upande kukubali ushindi wa Rais Kibaki katika uchaguzi uliokumbwa na utata, ghasia na mauaji. Lakini hatimaye alilazimika kujiunga na Kibaki katika serikali ya muungano. Disemba mwaka 2012, Raila alilazimika kupiga moyo konde na kurudiana na Kalonzo Musyoka chini ya muungano wa CORD, kwani daima usema katika siasa hakuna madui wa kudumu. Raila aliamini kuwa wa Kenya wanastahili kuhudumiwa vyema zaidi kuliko ahadi wanazopewa, na kwamba chini ya utawala wake Raila aliahidi kuleta mageuzi na kuhakikisha uongozi bora. Alikuwa akiahidi kuwa serikali yake itawekeza katika viwanda vya kisasa, mabohari pamoja na vituo vya teknolojia ya mawasiliano katika maeneo ya kuvulia, ushirikiano na sekta ya binafsi ili kuimarisha kilimo. Kwa miaka miwili, pamoja na wanasiasa wengine akiwemo Bwana Musyoka na Bwana Wetangula, walikuwa wanaishinikiza serikali kufanya mazungumzo na upinzani kuhusu mwelekeo wa nchi. Baadaye watatu hao walianzisha kampeni ya kisiasa iliyofahamika kama Okoa Kenya Movement, ambapo waliandaa mikutano na maandamano ya kuipinga serikali. Aidha, walitumia kampeni hiyo kushinikiza mageuzi katika tume huru ya uchaguzi, hatua iliyopelekea kuondolewa kwa aliyekuwa mwenyekiti Ahmed Isaac Hassan. Agosti 2017, uchaguzi ulifanyika. Tume ya uchaguzi ilitangazwa kwamba alikuwa ameshindwa na Rais Kenyatta. Alipinga matokeo hayo mahakama ya juu, na uchaguzi huo ukafutiliwa mbali na uchaguzi mpya kuandaliwa tarehe 26 Oktoba. Lakini Bwana Odinga alisusia uchaguzi huo, akisisitiza kwamba mageuzi yalihitajika katika tume ya uchaguzi kabla uchaguzi huru na wa haki kufanyika. Mahakama ya juu ilipoidhinisha kuchaguliwa kwa Bwana Kenyatta na baadaye akaapishwa tarehe 28 Novemba, Bwana Odinga alisema kamwe kwamba hatamtambua kama kiongozi aliyechaguliwa na wananchi wa Kenya. Hii ni taarifa ama kwa ufupi wasifu wa Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, ambaye tunaelezwa kwamba amefariki akiwa nchini India. Taarifa zaidi tunazingoja kutoka kwa rais wa sasa wa nchi ya Kenya, William Ruto.